Takriban watu 32 wamefariki dunia na zaidi ya 700 kujeruhiwa baada ya matetemeko mawili makubwa ya ardhi kuikumba Venezuela Jumatano ya kuamkia Alhamisi jioni, iliyosababisha majengo kuporomoka na uharibifu mkubwa katika mji mkuu wa Caracas na maeneo ya jirani. Matetemeko hayo yenye ukubwa wa 7.2 yaliyotokea kwa tofauti ya chini ya dakika moja, yakiwa na kitovu chake takriban na mji wa Moron, takriban kilomita 160 magharibi mwa Caracas. Mitikisiko hiyo ilihisiwa katika maeneo mengi ya nchi pamoja na sehemu za Colombia jirani. Mamlaka za Venezuela zimesema mamia ya watu walikwama chini ya vifusi baada ya majengo kadhaa kuporomoka. Vikosi vya uokoaji vimeendelea kufanya kazi usiku kucha kutafuta manusura, huku idadi ya waliopotea ikiripotiwa kuongezeka zaidi. Rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, ametangaza hali ya dharura ya kitaifa na kuagiza huduma zote za dharura kuimarishwa ili kusaidia waathirika. Serikali pia imesitisha masomo na shughuli kadhaa za umma katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Mbali na majengo ya makazi, miundombinu muhimu ikiwemo uwanja wa ndege wa Simon Bolivar karibu na Caracas iliharibika vibaya, huku baadhi ya safari za ndege zikisitishwa kutokana na athari za tetemeko hilo. Huduma za umeme na mawasiliano pia ziliripotiwa kukatika katika maeneo kadhaa. Wataalamu wa United States Geological Survey wameonya kuwa matetemeko hayo ni miongoni mwa makubwa zaidi kuwahi kuikumba Venezuela katika zaidi ya karne moja, na kwamba mitetemeko ya baadaye inaweza kuendelea kutokea katika siku zijazo. Nchi mbalimbali zimeanza kuahidi misaada ya kibinadamu kwa Venezuela, huku operations za uokoaji zikiendelea. Marekani imesema inashirikiana na mamlaka za Venezuela kutuma timu za uokoaji, vifaa vya matibabu na misaada kwa waathirika wa janga hilo.